Vijana wa hamasa CCM oye! Pwani oye! Kazi na utu. Nawashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi na Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Kikwete, ndugu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Asha Rose Migiro, wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu mliopo nasi hapa, waratibu wetu wa kampeni kwa kanda hii ya Pwani, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Pwani, pamoja na wajumbe wa kamati za siasa ya mkoa na wilaya zote, ndugu Sylvester Koka, mgombea ubunge wa jimbo la Kibaha mjini, ndugu Hamu Juma, mgombea ubunge wa jimbo la Kibaha vijijini, wagombea wote wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi za udiwani, ndugu wana CCM na viongozi wote wa CCM na jumuiya zake, viongozi wa dini, wazee wetu wa Pwani, vikundi vya burudani na hamasa, asanteni sana. Ndugu wanahabari, ndugu wana CCM na ndugu wananchi, Kibaha oye! Pwani oye! CCM oye! Ndugu zangu, nami nitumie fursa hii niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mungu kwa neema na baraka zake na kutujalia kukutana leo hapa. Tangu tulipoanza kampeni tarehe 28 Agosti, leo tumeingia mkoa wa Pwani. Nishukuru sana uongozi wa mkoa na wilaya zote za Pwani kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu. Na washukuru wanakibaha na majirani zao, ndugu wananchi, kwa kujaza uwanja huu. Kibaha oye! Pwani oye! Asanteni sana. Niwashukuru sana ndugu wananchi kwa kujitokeza. Kwa kweli hii ni imani kubwa kwa chama chenu, lakini ni imani kwa viongozi wenu pia. Tunawashukuru sana. Na kwa kuwa hiki ndio kituo changu cha kwanza kuingia ndani ya mkoa wa Pwani, kituo cha kwanza ni hapa Kibaha, sina budi kusema hodi Pwani! Hodi Pwani! Nawashukuru sana. Ndugu zangu, asanteni sana hamasa, asante. Ndugu zangu, tumewasikia waheshimiwa wabunge wa majimbo haya mawili wakitueleza yaliyofanywa ndani ya majimbo yao kwenye sekta zote za ustawi wa jamii, kwenye sekta za kiuchumi na sekta nyingine za kiutawala. Wametueleza hapa. Sasa kwa sababu tumewasikia na tutaendelea kuwasikia jinsi tunavyokwenda kwenye majimbo mengine, mimi nataka nijielekeze kimkoa, nizungumze kwa mkoa wote, na kwa sababu hapa ndio kituo kikubwa cha kampeni zetu, zilizobaki ni vituo vidogo vidogo. Sasa kimkoa, baada ya kufanya kampeni kwa mikoa 16, leo nimefurahi kufika tena mkoa wa Pwani ambao nimeutembelea mara kadhaa kwenye ziara za kikazi. Kwa mfano mwezi Julai, na amesema hapa mwenyekiti wa chama mstaafu kwamba nilikuwa pale Kwala kwa madhumuni ya kuzindua bandari kavu na kongani ya viwanda. Hatua hii ya kihistoria iliendana na tukio jingine kubwa la uzinduzi wa safari za treni ya mizigo kwa njia ya SGR toka Dar es Salaam hadi Dodoma. Lengo letu ni kuona asilimia kubwa ya mizigo inayopita bandari ya Dar es Salaam inaletwa moja kwa moja pale Kwala kwa reli, na kisha magari mengi ya mizigo yaishie hapo
ambayo atachukua au kushusha mizigo. Mradi mwingine wa kimkakati katika mkoa wa Pwani ni bandari ya Bagamoyo, mradi ambao umesubiriwa kwa muda mrefu, lakini mkitupa ridhaa mbele tunakoendelea, tunakwenda kuijenga bandari ya Bagamoyo katika eneo la Mbegani. Bandari hii itakuwa na gati za kisasa na ndefu ambazo zitakuwa na uwezo wa kupokea meli kubwa zaidi ya bandari ya Dar es Salaam. Bandari hii pia itaunganishwa kwa reli ya SGR kwa kipande cha kilomita 100 kutoka bandari kavu ya Kwala hadi huko bandari ya Bagamoyo. Aidha, bandari ya Bagamoyo itajengwa sambamba na eneo maalum la kiuchumi la hekta 9,800 takalochochea uzalishaji na kuvutia uwekezaji wa viwanda. Tumekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa mradi wa bandari na eneo huru la biashara. Tunaenda kutekeleza mradi hii kupitia Mamlaka ya Bandari Tanzania, Shirika la Reli la Tanzania na pia sekta binafsi, hususan kwenye kongani za viwanda. Huko lazima tuyalike, sekta binafsi ingie, tufanye nao pamoja. Ndugu zangu, hii ni miradi ya kimapinduzi kuweza kufanyika ndani ya mkoa wa Pwani kwa kitovu cha usafirishaji nchini, na itaongeza fursa za ajira na biashara kwa wananchi, lakini kwa Tanzania kwa ujumla. Ahadi yetu ni kusimamia na kuiendeleza miradi hii muhimu kwa maendeleo yetu na ya nchi kwa ujumla. Ndugu zangu wanapwani, mkoa wa Pwani unastahili pongezi za pekee kwa kasi kubwa ya maendeleo ya viwanda, ambapo idadi imeongezeka kutoka viwanda 1387 mwaka 2020 hadi viwanda 1631 mwaka huu. Hili ni sawa na ongezeko la viwanda 244 ndani ya miaka minne au viwanda 61 kila mwaka. Katika kipindi hicho, viwanda vikubwa vipya 97 vimejengwa na jumla vipo 156 sasa, na hili ni ongezeko la viwanda 17 vikubwa kila mwaka. Na viwanda vya kati ni 81 vimejengwa na sasa vipo 191, na ni sawa na viwanda 27 kila mwaka vimejengwa ndani ya mkoa wa Pwani. Viwanda hivyo vimetoa ajira za moja kwa moja 21,149 na zisizo za moja kwa moja ni ajira 60,000. Hapa sijavitaja viwanda vidogo vidogo ambavyo pia vimewanufaisha Watanzania wengi kwa bidhaa zinazozalishwa ndani ya mkoa huu. Uwekezaji unaofanyika Pwani na kote nchini umeiwezesha nchi yetu kupiga hatua katika mwelekeo wa kujitegemea kimapato, lakini kujitegemea kibidhaa. Kwa mfano, ndani ya mkoa wa Pwani sasa kuna uzalishaji mkubwa unaotufanya tujitegemee kwenye bidhaa muhimu za ujenzi. Sasa tunajitegemea kwenye uzalishaji wa vioo kule Mkuranga, lakini marumaru, saruji, mabati ya rangi au wengine wanaita mabati ya msauth, yote yanazalishwa ndani ya nchi. Na haya ni machache tu kati ya mengi yanayoifanya nchi ianze kujitegemea. Kutokana na kasi kubwa ya ukuaji wa viwanda na kutofifisha ufanisi wa uzalishaji ndani ya viwanda hivyo, tumeamua kujenga vituo vya kupoza umeme pale Msufini Mkuranga kwa gharama ya shilingi bilioni 388,360,000 na kengine pale Zegereni Kibaha kwa shilingi bilioni 54.73 na Zinga Bagamoyo kwa gharama takriban shilingi 120 bilioni. Umeme huu utakuwa na uhakika na kufanya mkoa wa Pwani kutokuwa na upungufu wa umeme na kufanya viwanda vizalishe muda wote. Pamoja na hayo, kitupa ridhaa, tunajipanga tujenge mtandao wa gesi kutoka Kinyerezi kwenda Chalinze ambao utakuwa na matoleo kuelekea kwenye maeneo ya uwekezaji
ya TAMCO Zegereni, Kwala na Bagamoyo. Kwa sasa mkandarasi mshauri anaendelea na tathmini ya njia ya kupitisha bomba la gesi, na ujio wa gesi hapa utazidi kuvutia uwekezaji mkoani humu, kwani viwanda vitaweza kuendeshwa kwa gharama nafuu zaidi na bidhaa zinazozalishwa zitapungua bei yake. Ndugu zangu Wanapwani, miongoni mwa ahadi zetu kwenye ilani ni kuchukua hatua kupunguza gharama za vifaa vya ujenzi nchini ili kuwezesha wananchi hususan wa kipato cha chini kuweza kujenga nyumba bora na za kisasa na kwa gharama nafuu. Mwelekeo wa serikali ni kuendeleza mpango wa ujenzi wa makazi bora kwa bei nafuu, na kama nilivyosema, mkoa wa Pwani umekuwa wa mfano katika kuibeba ajenda hii ya kitaifa. Pwani oi! Aidha, tutaendelea kuboresha makazi mijini kwa kuhakikisha makazi, nyumba na majengo yote yanarasimishwa kwa kupimwa, kupangwa na kumilikishwa. CCM oye! Ndugu zangu Wanapwani, katika kukabiliana na changamoto ya maji, tulileta takriban shilingi bilioni 187 milioni 320 kwenye mkoa huu. Uwekezaji huu umetuwezesha kuimarisha hali ya upatikanaji wa maji safi na salama kimkoa kutoka asilimia kama 67 hivi hadi asilimia tunakaribia 89. Natambua bado kuna maeneo ambayo bado upatikanaji wa maji haujawa mzuri, lakini kazi inaendelea. Tunapoenda mbele, tutakamilisha miradi mingine minne. Pwani oye! Tutakamilisha miradi mingine minne yenye thamani ya bilioni 44 ambayo inaendelea. Sasa hivi tayari imeanza, tunakwenda kukamilisha. Hii ni miradi ya mradi wa maji Rufiji utakaohudumia kata 53 za wilaya Rufiji, Kibiti, Mkuranga na Kisarawe. Lakini pia mradi wa maji Kwala. Mradi wa maji Kwala utakaonufaisha maeneo ya Kwala au Kwala kijijini, bandari kavu na maeneo ya viwanda. Mradi wa maji Pangani utakaojibu changamoto ya maji iliyopo kata ya Pangani pamoja na maeneo ya Msufini, Lulanzi na TAMCO, na miradi midogo midogo ambayo mengi yao ni upanuzi wa mtandao wa maji inayogusa Mlandizi, Boko Mnemela, Mbwilingu, Mlandizi, Janga, Mtongani, Soga na Kawawa. Vile vile tutajenga mradi wa maji katika eneo la viwanda Modern Industrial Park kule Bagamoyo. Mradi huu wa shilingi bilioni 10 milioni 920 utanufaisha maeneo ya Disunyara, Kilangalanga, Kisabi, Mhande, Kikongo na Mlandizi. CCM oye! Kwa upande mwingine kimkoa tumefanya maboresho makubwa ya hospitali ya mkoa wa Tumbi. Maboresho haya yamehusisha pia kuanzisha kituo muhimu cha kusafisha damu au dialysis, na tulileta vifaa tiba ikiwemo CT scan, X-ray na ultrasound. Zote hizi zimesogeza huduma muhimu karibu zaidi na wananchi. Vipimo vyote sasa ni pale Tumbi, labda mambo yazidi zaidi, na tunafikiria hali ikiruhusu mbele kuweka MRI pale pale Tumbi ili vipimo vyote vipatikane pale na wananchi wapate huduma zaidi. Mbali na hayo, tumeongeza vijiji vyenye miundombinu ya umeme kwa upande wa umeme kutoka vijiji 282 mwaka ule 2020 na sasa vijiji vyote vya mkoa huu 415 vimepata umeme. Kazi inayoendelea ni kuunganisha kwenye vitongoji
na hiyo kazi imeshafanywa kwenye vitongoji vingi, tunaendelea kukamilisha. Tumekamilisha kitaifa, huu sasa ni mradi wa kitaifa, ujenzi wa kituo kipya cha kupoza umeme toka kwenye mradi wa bwawa la Julius Nyerere na kuunganisha kwenye gridi ya taifa. Tunajenga njia mpya ya umeme, hiki kituo kiko pale Chalinze. Lakini tunajenga njia mpya ya umeme ya KV 400 toka Chalinze, Kinyerezi hadi Mkuranga. Hivyo niwahakikishie kuwa tunaenda kuwa na umeme wa uhakika ili kushamirisha maendeleo ya viwanda. Ndugu wananchi, ninatambua uwepo wa mahitaji ya barabara hususan kutokana na msongamano wa magari katika barabara ya Morogoro au barabara ya Tanzam, kutokana na ufinyu wembamba wa barabara hiyo. Tayari usanifu unaendelea wa upanuzi wa barabara kutoka maili 1 hadi picha ya ndege ili iwe na njia 6 za magari na njia 2 za BRT. Vile vile taboresha mtandao wa barabara wenye urefu wa kilomita 71, nayo tutakamilisha. Ukamilishaji wa barabara hizi kilomita 17 utaboresha manispaa na wananchi kupata huduma nzuri zaidi. Aidha, kwa kushirikisha sekta binafsi kupitia ubia na serikali na sekta binafsi, tutatekeleza ujenzi wa barabara ya haraka ya Kibaha Chalinze Morogoro ambayo itajengwa kwa awamu. Hii ni barabara yenye tija kiuchumi, hivyo tutashirikisha wenzetu kwa njia ya PPP ili fedha za serikali ziende kwenye miradi mingine ya huduma za jamii. Mbali na hayo, kazi imeshaanza kuboresha barabara zinazounganisha wilaya na mkoa huu au makao makuu ya mkoa. Tutaijenga barabara ya Bagamoyo Mlandizi Maneremango yenye kilomita 100 awamu ya kwanza, au tutajenga kwa awamu, na tumeshaingia makubaliano na mkandarasi kujenga sehemu ya kilomita 23 kuanzia Mlandizi hadi stesheni ya SGR ya Ruvu. Tumeanza ujenzi pia wa barabara ya Tamko Kibaha hadi Mapinga Bagamoyo ambayo kilomita zote 23 zipo kwenye hatua mbalimbali za ujenzi, na mwakani tutakamilisha ujenzi huu. Kazi imeanza pia kwenye barabara ya Utete Nyamwage wilaya ya Rufiji. Barabara hizi zitazidi kufungua mkoa wetu. Katika miaka 5 ijayo pia tutakamilisha matengenezo ya barabara ya Dar es Salaam Kibiti Lindi Mingoyo ya kilomita 477. Lakini hapa niseme pia nimepokea maombi yaliyotolewa hapa ya barabara ya Makofia Nzinga, lakini pia ombi la mwenyekiti la barabara ya Kokoto pale Mwandege. Hayo ni kwa upande wa miundombinu ya barabara. Ndugu wananchi, vile vile katika jitihada za kuboresha mazingira ya biashara kwa wafanyabiashara na wawekezaji, tutajenga soko la kisasa eneo la Lolindo maarufu kama Mnarani Kibaha mjini kwa gharama shilingi bilioni 18. Lakini vile vile tutaendeleza ujenzi wa stendi pale Kibaha vijijini, lakini tutaangalia uwezekano wa stendi ya kusini kama ilivyoombwa na mwenyekiti. Vile vile niwape habari njema kwamba katika miaka 5 iliyopita tumefanya kazi kubwa kuimarisha ushirika ndani ya Tanzania. Vyama vya ushirika na uongozi wa vyama vya ushirika ndani ya Tanzania. Sasa vyama vyetu vya ushirika vimeimarika vyema, na habari njema ni kwamba vyama vya ushirika uchaguzi wa mwaka huu wametoa mchango mkubwa, na mchango wao wameuelekeza kwenye mikoa inayozalisha korosho. Wameanza na ushirika wa korosho,
Kwa hiyo Pwani, hongereni sana, mmepata mgao kutoka vyama vya ushirika, lakini vile vile Lindi, Mtwara, nadhani na Tunduru kwa Ruvuma na wenyewe wamepata mgao kutoka vyama vya ushirika. Hii inaonyesha ni namna gani vyama vyetu vya ushirika tumevirekebisha na kuviimarisha. Lakini ni vyama vya ushirika hivi hivi vinavyosimamia na vitakavyosimamia ugawaji wa pembejeo na mbolea ya ruzuku. Ushirika oye! Na niwaambie tu kwamba bado tunaendelea na ruzuku ya mbolea na ruzuku ya pembejeo ili kukuza uzalishaji kwenye sekta ya kilimo. Na Pwani ni wapongeze, mmeongeza uzalishaji wa mazao ya biashara, lakini vile vile mazao ya chakula yameongezeka. Nadhani nitalisema vizuri pale Chalinze. Ndugu zangu, katika hatua nyingine, Chama cha Mapinduzi kimeahidi, na tumesema tulivyozindua kampeni, kimeahidi kuanzisha mfuko maalum wa kuwezesha upatikanaji wa mitaji hususan kwa wajasiriamali wa biashara ndogo ndogo za kati na kampuni changa. Tumesema tutaanza na mtaji wa bilioni 200 na tuone mwenendo wa mikopo unavyokwenda na kurudisha, alafu tutaangalia uwezekano wa kutunisha mfuko jinsi tunavyoendelea. Kwenye masuala ya maeneo ya utawala, hili ni eneo ambalo limejitokeza kila tunapokanyaga. Kama sikupandishwa hadhi ya mji, halmashauri au wilaya, sasa hii tutalipa uzito maalumu. Kitupa ridhaa kuendelea, tutakwenda kuangalia maombi yote yaliyoombwa mkoa wa Pwani. Kiangalia utakuta hapo wilaya ya Kibaha mambo gani yalifanyika na yepi tunapanga kuyatekeleza ndani ya wilaya ya Kibaha, lakini ndani ya mkoa wa Pwani. Sasa ndugu zangu, baada ya kusema yote yaliyofanyika na tutakayoyafanya, sioni sababu mwanapwani yoyote asiwe na furaha na hamu ya kukichagua Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo niwaombe sana, tarehe 29 mwezi wa 10, Mwenyezi Mungu atuamshe salama, na sote kwa pamoja nasema, na hapa twende na kauli mbiu ya twende pamoja. Twende pamoja maana yake nini? Utakapoamka, pitia jirani yako. Kama ni balozi, hakikisha nyumba zako zote unakwenda nazo pamoja kwenye kupiga kura. Kwa hiyo tarehe 29 Oktoba, twende pamoja tukapige kura. Sasa baada ya kusema hayo, mniruhusu sasa nigawe ilani kwa wabunge wa mkoa huu, alafu kwa pamoja tuombe kura. Wanapwani oye! Dr. Samia oye! CCM oye! Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.